Ndoto ya miaka 21 yatimia, Azam FC hatua ya makundi CAF. Naam, ilikuwa safari ya jasho, moto na damu kwa wanalambalamba, ama wenda pia kwa Watanzania wenye maono chanya ya kuona mpira wa nchi ukijipambanua kupitia timu zake. Kila mbuyu ulianza kama mchicha, lakini umekuwa hivi sasa. Hamaki Nasoro Idris Afadha anafurahi, Hashim Ibwe anashangweka, Zaka za kazi anatabasamu. Ndiyo, Tanzania imefurahi sasa. Azam FC wametinga hatua ya makundi. Hii inavutia sana, kama mvuto wa mrembo Cleopatra. Hii ni rekodi mpya na historia imeandikwa kwa mara ya kwanza. Azam FC wamo hatua ya makundi kombe la shirikisho. Ilianza kujulikana kama Mzizima Football Club miaka 2004. Baada ya mwaka mmoja jina likabadilika likatambulika kama Azam Sports Club, ambapo jina hilo lidumu kwa mwaka mmoja. Baadaye timu ikaamua kujikita zaidi kwenye masuala ya mpira wa miguu pekee, na hapo ikaanza kutambulika kama Azam Football Club. Mabadiliko ya jina hayakuja pekee, bali yalikuja sambamba na ukuaji wa timu, na hapo ikashuhudiwa ujenzi wa viwanja vya mpira na makazi ya wachezaji pale Chamazi, na haya kama mapinduzi makubwa ya mpira Tanzania, kushuhudia timu iliyokuwa changa toka kuanzishwa kwake ikawa inamiliki miundombinu ya michezo ya kisasa. Baada ya Mzizima FC kushinda ubingwa wa wilaya Ilala kwa kutumia wafanyakazi wa kiwandani, walitakiwa kushiriki ligi ya mkoa, ambapo ilianza kuonekana ngumu. Hivyo kupitia kwa mkurugenzi Abubakar Bakhresa aliyekuwa akimiliki timu nyingine za viwanda ndani ya kampuni ya Bakhresa, alikuja na wazo la kuanzishwa kwa shindano dogo la timu zote za makampuni ya Bakhresa ili kufanya mchujo wa kuwapata wachezaji bora watakaoenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Mzizima FC. Mchezo wa fainali katika shindano hilo dogo la mchujo liliwakutanisha Mzizima FC dhidi ya Kipawa FC. Isivyo bahati, mechi haikumalizika baada ya wachezaji wa Kipawa FC kugomea maamuzi ya refa. Naam, kama imepangwa na Allah itatimia tu. Ndiyo, maono ya Abu hayakufia hapo, kwani wachezaji baadhi walijiunga na Mzizima FC kutokea kwenye shindano hilo. Penye nia pana njia. Sikia hii, kutokana na ratiba ya wachezaji kuingiliana na muda wa kazi viwandani, timu iliamua kusajili wachezaji wapya ambao si wafanyakazi wa kampuni za Bakhresa, na hapo akasajiliwa Selemani Matola, Shekan Rashdi, Kasim Kil, Juma Sei, Daud Jumanne, James Adrian, Makame Usi Vigema, Bonfasi Pawasa, Heri Pazi, Alimu Chilumbe, Kamba Lufo na Steven Nyenge, na baadaye Shua Boy na John Boko kutoka Cosmopolitan. Hawa walikuwa wachezaji wenye uzoefu mkubwa, hivyo timu ilibadilika rasmi na kuanza kulipa mishahara kwa shughuli ya mpira tu. Mdharau mwiba siku zote mguu huo tatende. Wapo waliobeza juhudi madhubuti za ukuaji zilizoonyeshwa ndani ya Azam FC, lakini ndugu msikilizaji, sikia hii. Leo timu imebeba makombe 10 ambayo anaifanya Azam FC kuwa timu ya 3 nyuma ya Simba na Yanga kwa timu zenye makombe mengi nchini. Leo ipo wapi ile dhihaka, dharau na zile kauli za hawataweza? Penye nia hapa kosi njia. Azam FC wamechukua kombe la ligi kuu moja msimu 2013-2014 pasipo kupoteza mchezo wowote, wakiwa wameifikia rekodi iliyokuwa imewekwa na Simba hapo awali. Wamechukua makombe 5 ya kombe la Mapinduzi, wameshinda makombe 2 ya Kagame Cup, wameshinda kombe la FA Tanzania Bara, na tayari wamefanikiwa kuchukua ngao ya jamii mara moja, na haya yote yamewezekana ndani ya miaka 21 pekee toka kuanzishwa kwao. Bado huamini? Kila hatua dua. Kipindi kijulikana kama Mzizima Football Club, kocha alikuwa Athman Kikila na baadaye akawa Mohamed King, kocha kutoka Zanzibar ambaye alipandisha Azam FC kwenye ligi kuu pale kwenye michezo ya kituo pale Dodoma baada ya ushindi wa 2-0 dhidi ya Majimaji, na mwanzo mpya ulianza hapo hadi kufikia leo, tukishuhudia makocha wengi wakitua na kunyolewa baada ya kutoifikia ndoto ya klabu. Waswahili wanasema ukiona kipa anapasha ujue anayetoka ni kipa. Ndivyo ilivyokuwa ndani ya Azam FC. Upande wa makocha, baada ya Mohamed alikuja King, Neidado Santos, Sylvester Marash, Itamar Amorim, Stewart John Hall, Vivek Nagul,
Boris Punjak, Joseph Omog, John Best, Nsimbe, Dennis Kitambi, Zebin Hernandez, Idi Nasro Cheche, Arisik Sioba, Hans van der Prugim, Meja Mstaafu Abdul Mingange, Otiendi Aragija, George Rwandamina, Abdulhamid Molin, Mohamed Badru, Dennis Jean Lavegen, Kalimangonga Ongala, Yusuf Dabo, Bruno Ferry, Richard Tausi, na hatimaye nanga ya meli ya Azam FC ikaenda kugota kwa mtaalamu Florent Ibenge ambaye amefanikisha ndoto za Azam FC kuwa uhalisia. Baada ya pepo za kusi na kasi kuvuka meli ya Azam FC katika bahari ya Shamu kuelekea Kanaan, ilibeba mabaharia wengi kama Aish Manula, Agre Morris, John Boko, Hemedi Mao, Mrisho Ngasa, Shomari Kapombe, Kepre Cheche, Didi Kavumbagu, Salum Abubakar, Ramadhan Singano Messi, Erasto Nyoni na wengine wengi. Baada ya meli kusafiri kwa muda mrefu hadi Kanaan, safari mpya kuelekea Bethlehem kwenye mji wa maziwa na asali imeanzishwa na Isa Fofana, Zuberi Foba, Aish Manula, Pasco Msindo, Edward Charles, Lusajo Maikenda, Nathanael Chilambo, Yoro Dabi, Mendoza, Landry Zuzo, Kaminko, Sadio Kanot, Adolf Mtasingwa, Yahya Zaid, Hamid Mao, Mohsin Malima, Zidane Sereri, Abdul Sopo, Faisal Salfai Toto, Edinado, Jafet Kitambala, Nasro Sadun, Hamid Barakat, Zeothon. Hakika usiache kuota kama bado upo hai. Ndiyo, Azam FC wameingia hatua ya makundi. Makala hii imeandikwa na Azim Rams na kusoma kwako nami Alia Njovu. FM.